Kabla ya vita, kabla ya ugaidi, kabla ya jina lake kuhusishwa na vurugu, kuna nchi ilikuwa lango la biashara kati ya Afrika, Uarabuni na Asia. Bandari zake za Zeila na Mogadishu zilikuwa ni njia ya dhahabu, ngozi na viungo vyote vilipita hapa. Na tangu karne ya 7 Uislamu ulikuwa sehemu ya utambulisho wa taifa hili. Nchi hii ilijulikana kwa jina la Somalia. Hakukuwa na mgawanyiko wa dini, hakukuwa na vita vya madhehebu, kulikuwa na umoja wa kitamaduni na kidini. Je, unafahamu nini kilikumba nchi hii kufika ilipo sasa? Fuatana nami kwenye simulizi ya taifa lenye serikali isiyotambulika kimataifa. Karibu The Storyside. Karne ya 19, Ulaya ilikuwa kwenye mbio za kugawana Afrika, yani Scramble for Africa. Pwani ndefu ya Somalia haikuchukuliwa kwa bahati mbaya. Ilikuwa lango la bahari ya Hindi, ilikuwa karibu na njia ya Suez, hivyo ilikuwa muhimu kijeshi na kibiashara. Lakini hakuna aliyeuliza Wasomali wanataka nini. United Kingdom ilichukua eneo la kaskazini ambayo leo ni Somaliland. Lengo lao halikuwa kuijenga Somalia. Walihitaji tu bandari za kulisha jeshi lao huko Aden, ambayo ni Yemen ya leo, eneo la kimkakati dhidi ya Ufaransa na Italia. Hivyo British Somaliland haikuendelezwa sana, ilikuwa kama buffer zone. Italy ilichukua eneo la kusini. Tofauti na Waingereza, Italia ilitaka koloni la makazi. Walijenga miundombinu, mashamba ya ndizi na miji kama Mogadishu. Lakini pia walileta mfumo wa utawala wa kikoloni, unyonyaji wa rasilimali na mipaka iliyochorwa bila kujali ukoo au utamaduni. Ufaransa ilichukua eneo la kaskazini magharibi lililoitwa French Somaliland, ambayo ni Djibouti ya leo. Hapa ndipo kipande kingine cha Wasomali kilikatwa kutoka mwili wa taifa hili. Wakati huo huo, eneo la Ogaden likawa chini ya Ethiopia na Northern Frontier District NFD likabaki ndani ya Kenya. Hapa ndipo ramani ilikatwa kwa kalamu, si kwa historia. Ukoo mmoja unaweza kuamka asubuhi ukiwa ndani ya Ethiopia, jioni ukahesabiwa kuwa wa Kenya, na ndugu zao wapo Somalia chini ya Italia. Kwenye hili hakukuwa na kura, hakukuwa na maoni ya wananchi, kulikuwa na makubaliano ya Ulaya pekee. Wasomali hawakukubali kimya kimya. Kiongozi wa ukombozi Mohamed Abdullah Hassan, ambaye Waingereza walimuita Madmula, alianzisha mapambano dhidi ya ukoloni kuanzia mwaka 1899. Harakati zake zilikuwa za kidini, za kitaifa na za kupinga kugawanywa kwa ardhi, lakini nguvu za Ulaya zilikuwa kubwa. Kwa sababu Wasomalia waligawanywa katika British Somaliland, Italian Somaliland, French Somaliland, Ogaden ambayo ilikuwa chini ya Ethiopia na NFD ikawa chini ya Kenya. Ndoto ikazaliwa ambayo ni kuunganisha vipande vyote vitano. Hii ikajulikana kama Greater Somalia. Lakini tatizo lilikuwa moja, ambalo ili kufanikisha ndoto hiyo ingebidi kubadilisha mipaka ya majirani na mipaka ya kikoloni. Hata kama ilikuwa ya kalamu, ilianza kulindwa kwa damu. Kwa Ethiopia, ndoto ya Greater Somalia ilimaanisha kupoteza Ogaden. Kwa Kenya ilimaanisha kupoteza NFD, na kwa Djibouti ilikuwa swali la mustakabali wake. Hivyo kabla hata ya Somalia kuwa taifa huru, migogoro ya baadaye ilikuwa tayari imepangwa mezani. Baada ya vita ya pili ya dunia, mawimbi ya ukombozi yalienea Afrika. British Somaliland ilikuwa chini ya utawala wa United Kingdom.
Italian Somaliland ilikuwa chini ya Italia, lakini baada ya mwaka 1941 ilisimamiwa na Waingereza kwa muda. Kisha mwaka 1950 ikawekwa chini ya UN Trusteeship ikisimamiwa na Italia. UN iliipa Italia miaka 10 kuandaa eneo la kusini kuwa uhuru. Tarehe muhimu ambazo ni tarehe 26 Juni mwaka 1960 British Somaliland ilipata uhuru, na tarehe 1 Julai mwaka 1960 Italian Somaliland ilipata uhuru. Siku hiyo hiyo vipande hivyo viwili vikaungana kuunda Jamhuri ya Somalia. Muungano huu ulikuwa wa hiari, hivyo lilikuwa jambo la nadra katika Afrika ya wakati huo. Somalia ilichagua mfumo wa bunge, vyama vingi vya siasa na katiba ya kiraia. Chama kikuu kilikuwa Somalia Youth League ambacho kilikuwa mstari wa mbele katika harakati za uhuru. Miaka ya mwanzo ya mwaka 1960 hadi 1969 iliitwa kipindi cha kidemokrasia cha kwanza cha Somalia. Kulikuwa na uchaguzi wa bunge, rais na waziri mkuu na mfumo wa mahakama. Kwa kiwango cha Afrika Mashariki wakati huo, Somalia ilionekana kuwa na demokrasia inayofanya kazi. Ingawa muungano ulifanyika haraka, kulikuwa na tofauti kubwa mbili ambazo ni tofauti za kisheria, ambapo kaskazini ikawa na mfumo wa kisheria ya Kiingereza, kusini ikawa na mfumo wa kisheria ya Kiitaliano. Kuziunganisha kulihitaji muda wa marekebisho ya kikatiba. Tofauti za kiutawala, ambapo kusini ilikuwa na miundombinu iliyoendelezwa zaidi kutokana na usimamizi wa UN na Italia, lakini kaskazini ilikuwa imeendelezwa kidogo sana. Baadhi ya watu wa kaskazini walihisi uwakilishi wao haukuwa sawa. Hata mwaka 1961 kulikuwa na jaribio la maafisa wa kijeshi kutoka kaskazini kupinga muungano. Hii ni ishara ya kwamba si kila mtu alikuwa ameridhika kikamilifu. Bendera ya Somalia ina rangi ya bluu yenye nyota nyeupe yenye ncha 5, kila ncha ikiwakilisha maeneo yenye Wasomali: 1 British Somaliland, 2 Italian Somaliland, 3 Djibouti wakati huo ilikuwa French Somaliland, Ogaden chini ya Ethiopia na Northern Frontier District chini ya Kenya. Miaka ya mwanzo ya uhuru ilijengwa juu ya wazo la Pan-Somalism, yani Greater Somalia. Hii ilisababisha mvutano wa mapema kwa Ethiopia na Kenya. Mfano, mwaka 1963 hadi 1967 kulikuwa na mgogoro wa NFD kati ya Somalia na Kenya. Ogaden ilibaki kuwa eneo lenye mvutano wa mara kwa mara kati ya Somalia na Ethiopia. Hivyo, hata kabla ya mabadiliko makubwa ya kisiasa ya baadaye, tayari kulikuwa na migogoro ya mipaka. Tatizo halikuwa uhuru, bali tatizo lilikuwa ni matarajio. Somalia ilikuwa taifa changa lenye uchumi mdogo, miundombinu dhaifu na taasisi zikiwa bado zinajengwa, lakini ilibeba ajenda ya kuunganisha maeneo yaliyoko ndani ya mataifa mengine matatu. Hili lilihitaji nguvu za kijeshi, kidiplomasia na kiuchumi ambazo taifa hilo halikuwa nazo kwa kiwango kikubwa. Tarehe 15 Oktoba mwaka 1969, rais wa wakati huo Abdirashid Ali Shermarke aliuawa kwa kupigwa risasi. Ndani ya siku chache, jeshi likachukua madaraka kupitia mapinduzi ya bila damu nyingi. Kiongozi wa mapinduzi alikuwa Siad Barre. Jeshi likaunda chombo kipya kiitwacho Supreme Revolutionary Council, yani SRC. Katiba ilisimamishwa, bunge likavunjwa, vyama vya siasa vikapigwa marufuku. Somalia ikaingia rasmi katika utawala wa kijeshi. Siad Barre alitangaza mfumo aliouita Scientific Socialism. Huu
ulikuwa mchanganyiko wa itikadi za kijamaa za Kisovieti, utaifa wa Kisomali na uhalali wa Kiislamu. Alisisitiza kuwa Uislamu na ujamaa havipingani, akidai Uislamu unafundisha usawa na haki ya kijamii sawa na ujamaa. Kwa wakati huo, Somalia ilianza kuwa karibu sana na Umoja wa Soviet, hivyo ikapokea msaada wa kijeshi na kiuchumi. Miaka ya mwanzo ya utawala wake ilionekana kuwa na mafanikio fulani. Mwaka 1972 hadi mwaka 1975, serikali ilianzisha kampeni kubwa ya kitaifa ya kufundisha kusoma na kuandika. Askari na wanafunzi walipelekwa vijijini kufundisha. Kiwango cha kusoma na kuandika kiliongezeka kwa kiasi kikubwa. Moja ya mafanikio makubwa ya utawala wake, mwaka 1972, lugha ya Kisomali ikaandikwa rasmi kwa herufi za Kilatini. Hii ilikuwa hatua muhimu sana ya kitaifa. Iliunganisha elimu, iliimarisha utambulisho wa taifa na iliweka misingi ya mfumo wa elimu wa kitaifa. Serikali ilianzisha sheria za familia zilizolenga kuongeza haki za wanawake katika ndoa na urithi na kupunguza mila zilizokuwa zinawabagua wanawake. Hii ilipingwa na baadhi ya viongozi wa kidini waliodai sheria hizo zilikinzana na tafsiri zao za sharia. Baadhi yao walikamatwa na hata kunyongwa mwaka 1975. Hapa ndipo mjadala wa kukandamizwa kwa dini ulianza kuibuka. Lakini serikali haikufunga misikiti wala kupiga marufuku Uislamu. Mgogoro ulikuwa juu ya tafsiri ya sheria za kijamii na si kupiga marufuku dini yenyewe. Kadiri miaka ilivyopita, tabia ya utawala ikabadilika. Serikali iliunda mtandao wa usalama wa ndani uliokuwa na nguvu sana. Wapinzani walifuatiliwa, waandishi wa habari walinyamazishwa na ukosoaji wa serikali ulikuwa haukuvumiliwa. Mwaka 1976, Siad Barre alianzisha chama rasmi cha serikali kilichoitwa Somali Revolutionary Socialist Party, yani SRSP. Hii iliimarisha mfumo wa chama kimoja badala ya demokrasia ya vyama vingi iliyokuwepo awali. Moja ya changamoto kubwa za Somalia kihistoria ni mfumo wa ukoo. Mwanzoni, Barre alitangaza kampeni dhidi ya ukabila, akisema ukabila ni sumu ya taifa. Lakini polepole nafasi muhimu serikalini zikaanza kujazwa na watu wa ukoo wake kama Darod hasa Marhan. Upendeleo wa kimfumo ukaanza kuonekana. Hii ilizalisha chuki kimya kimya kwa taifa lililojengwa juu ya umoja. Hili lilikuwa hatari zaidi na sumu ambayo ni mbaya sana. Kwa tathmini ya kihistoria, Uislamu haukupigwa marufuku, misikiti haikufungwa kitaifa na hakukuwa na sera rasmi ya kupinga dini. Lakini serikali ilitaka dini iwe chini ya udhibiti wa dola. Viongozi wa kidini waliopinga sera za serikali waliadhibiwa. Itikadi ya kijamaa ziliwekwa juu ya taasisi za jadi. Hali ya taifa mwishoni mwa miaka ya 70, mwanzoni nidhamu iliongezeka, elimu ilipanuka na utaifa uliimarika. Lakini haki za kisiasa zilipungua, upendeleo wa kikabila ukaongezeka na udhibiti wa dola ukawa mkali. Taifa lilionekana kuwa thabiti juu ya uso, lakini chini ya uso hasira zilikuwa zinaanza kujikusanya. Vita ya Ogadeni. Ogadeni ni eneo kubwa la mashariki mwa Ethiopia. Wakazi wake wengi ni Wasomali wa kabila la Somali. Tangu uhuru wa mwaka 1960, Somalia ilikuwa na msimamo wa wazi wa kuunga mkono Pan-Somalism, yani Greater Somalia. Hivyo Ogadeni haikuonekana kama ardhi ya kigeni, bali kama sehemu ya taifa lililokatwa na ukoloni. Kwa miaka ya 1960 kulikuwa tayari na migogoro midogo midogo ya mpaka kati ya Somalia na Ethiopia. Lakini mwaka 1977 ilibadilisha kila kitu.
Wakati huo Somalia ilikuwa chini ya utawala wa Siad Barre. Ethiopia ilikuwa imepitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 1974 na kuongozwa na kundi la kijeshi la Delgi chini ya Mengistu Haile Mariam. Ethiopia ilikuwa katika hali ya machafuko ya ndani, mapinduzi, migogoro ya kikabila na uasi wa Eritrea. Barre aliona huo ni kama wakati wa kimkakati kuingilia. Alidhani Ethiopia itakuwa dhaifu. Mwezi Julai mwaka 1977, jeshi la Somalia lilivuka mpaka na kuingia Ogaden. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na kundi la waasi lililoitwa Western Somali Liberation Front, ambapo Somalia iliwasaidia kwa silaha na mafunzo. Vita vilipoanza rasmi, Somalia ilitumia jeshi lake la kawaida, vifaru, ndege za kivita na msaada wa silaha kutoka Umoja wa Soviet. Mwanzoni Somalia ilifanya vizuri sana. Iliteka karibu 90% ya Ogaden ndani ya miezi michache, na kwa muda mfupi ilionekana ndoto ya Greater Somalia ilikuwa karibu kutimia. Hapa ndipo siasa za vita baridi zilipoingia. Wakati vita zinaanza, Somalia ilikuwa mshirika wa Umoja wa Kisovieti na Ethiopia pia ilikuwa ikielekea ujamaa. Umoja wa Kisovieti ilikabiliwa na uchaguzi, kuunga mkono Somalia au kuunga mkono Ethiopia ambayo ilikuwa kubwa na kimkakati zaidi. Mwishowe Umoja wa Kisovieti ukaamua kuunga mkono Ethiopia. Msaada mkubwa wa kijeshi ukaelekezwa Addis Ababa. Zaidi ya askari 15,000 wa Cuba walitumwa kusaidia Ethiopia. Silaha za kisasa, ndege na wataalamu wa kijeshi wakaingia. Somalia ikaachwa bila msaada wake mkuu wa kijeshi. Baada ya Umoja wa Kisovieti kuikataa Somalia ilivunja uhusiano wa kijeshi na Umoja wa Kisovieti na ilianza kuikaribisha Marekani. Lakini msaada wa Marekani haukuja kwa kiwango sawa na ule wa Sovieti kwa Ethiopia. Kijeshi, Somalia ilikuwa tayari imepoteza mwelekeo. Mwanzoni mwa mwaka 1978, Ethiopia kwa msaada wa Cuba kupitia Umoja wa Kisovieti ilianzisha mashambulizi makubwa ya kujibu. Jeshi la Somalia lilianza kurudi nyuma. Vifaru viliharibiwa, ndege zilidunguliwa na maelfu ya askari waliuawa na wengine kujeruhiwa. Kufikia Machi mwaka 1978, Somalia ilitangaza kuondoa majeshi yake huko Ogaden. Baada ya kushindwa vita ya Ogaden, utawala wa Siad Barre ulianza kupoteza uhalali polepole. Mwisho wa miaka ya 1980, uchumi ulikuwa umeanguka sana. Mfumuko wa bei ulikuwa juu, huduma za serikali zilidorora na upendeleo wa kikabila ulionekana wazi. Makundi ya upinzani yakaanza kuunda harakati za kijeshi. Makundi muhimu yalikuwa Somali National Movement SNM hasa kaskazini, United Somali Congress USC hasa katikati na kusini, na Somali Patriotic Movement SPM kwa upande wa kusini. Makundi haya yalijengwa kwa misingi ya ukoo. Ilipofika mwaka 1990, mapigano yalikuwa yamefika Mogadishu. Jeshi la serikali lilianza kupambana moja kwa moja na USC katika mji mkuu. Mapigano yalikuwa makali na kufika Januari mwaka 1991, wanamgambo wa USC waliingia ikulu ya rais. Siad Barre akakimbia mji, baadaye akakimbilia kusini mwa nchi na hatimaye nje ya Somalia. Lakini hapa ndipo jambo la kipekee lilitokea Afrika. Katika nchi nyingi za Afrika, mapinduzi yakitokea, serikali mpya huundwa haraka. Lakini Somalia mwaka 1991 ilikuwa tofauti. Hakukuwa na katiba inayofanya kazi, bunge, jeshi la kitaifa lenye umoja, mahakama huru na polisi wa kitaifa. Taasisi zote zilikuwa zimefungwa na kuanguka pamoja na utawala.
Hivyo kuondoka kwa Siad Barre hakukuacha nafasi ya kujazwa, bali kulibomoa mfumo mzima. Somalia ikaingia kwenye kile wanahistoria wanakiita state collapse, yani kuporomoka kamili kwa dola. Katika ombwe hilo, kilichobaki kilikuwa ni ukoo, wazee wa mila na wanamgambo. Makundi ya USC yakagawanyika ndani kwa ndani, hasa kati ya kundi la Ali Mahdi Mohamed na kundi la Mohamed Farah Aidid. Wote walikuwa wakipigania udhibiti wa Mogadishu. Hii haikuwa tena vita ya kumwondoa dikteta, bali ikawa vita ya nani atatawala badala yake. Mwaka 1991 hadi mwaka 1992 mji mkuu uligawanyika katika sekta mbili tofauti, ambazo ni North Mogadishu na South Mogadishu. Barabara zikawa mipaka, checkpoint zikawekwa kila mahali. Raia walihitaji kulipa au kuonyesha ukoo wake ili kupita. Hospitali hazikufanya kazi, bandari na uwanja wa ndege vilikuwa chini ya wanamgambo, hivyo hakukuwa na serikali ya kitaifa. Kwa muda Somalia ikajulikana kama stateless nation, taifa lisilo na serikali kuu. Kuporomoka kwa dola kulisababisha kusambaratika kwa usambazaji wa chakula, wakulima kushindwa kulima kwa sababu ya vita, na wizi wa misaada ya chakula na wanamgambo. Mwaka 1992 Somalia ilikumbwa na njaa kubwa. Zaidi ya watu 200,000 waliripotiwa kufa kutokana na njaa na vita. Hii haikuwa tena mgogoro wa kisiasa, bali ilikuwa janga la kibinadamu. Baada ya kuporomoka kwa serikali mwaka 1991, Somalia iliingia katika vita vya wanamgambo, njaa kali na kusambaratika kwa usambazaji wa chakula. Makundi ya wanamgambo yalikuwa yakiteka misaada ya kibinadamu. Shinikizo la kimataifa likaanza na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likaidhinisha operesheni ya kibinadamu. Disemba mwaka 1992, Marekani ikaongoza operesheni iliyoitwa Operation Restore Hope. Lengo rasmi ilikuwa ni kulinda usambazaji wa chakula, kuhakikisha misaada inawafikia raia na kuleta utulivu wa muda. Marekani haikuingia kama mshindi wa vita, bali iliingia kama mlinzi wa misaada. Lakini mwaka 1993 Umoja wa Mataifa ukapanua jukumu la operesheni hiyo, kutoka kulinda misaada na kwenda kuwakamata au kuwavunja nguvu wanamgambo. Hapo ndipo mambo yakabadilika. Mmoja wa wanamgambo mwenye nguvu zaidi Mogadishu alikuwa Mohamed Farah Aidid. Aidid aliona operesheni hiyo kama jaribio la kumwondoa madarakani, hivyo mivutano ikaongezeka. Tarehe 3 Oktoba mwaka 1993, Marekani ilianzisha operesheni maalumu ya kumkamata Aidid au msaidizi wake. Vikosi maalumu vya Marekani, Rangers na Delta Force vilitumwa Mogadishu. Mpango ulikuwa wa haraka wa chini ya saa moja, lakini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Wanamgambo wa Aidid waliinuka kwa haraka. Raia wenye silaha waliungana nao. Helikopta 2 za Marekani aina ya Black Hawk ziliangushwa na askari walikwama katikati ya mji. Hivyo mapigano makali yakadumu kwa saa nyingi. Askari 18 wa Marekani waliuawa, wengine zaidi ya 70 walijeruhiwa na mamia ya Wasomali waliuawa. Lakini kilichobadilisha kila kitu si tu vifo, ilikuwa picha ya mwili wa askari wa Marekani ukiburuzwa mitaani Mogadishu. Picha hizo zikarushwa kwenye televisheni duniani na kufanya ndani ya Marekani hasira na mshtuko kuongezeka. Rais wa wakati huo wa Marekani alikuwa Bill Clinton. Baada ya tukio hilo, Marekani ilitangaza kusitisha operation za kushambulia. Ilianza mpango wa kuondoa wanajeshi wake, na Machi 1994 wanajeshi wa Marekani waliondoka Somalia. Baadaye vikosi vya Umoja wa Mataifa pia viliondoka. Somalia ikaachwa bila ulinzi wa kimataifa.
Mwaka 2001 filamu iliyoitwa Black Hawk Down ilitolewa ikisimulia tukio hilo kwa mtazamo wa kijeshi wa Marekani. Filamu hiyo ilifanya tukio la Mogadishu kuwa maarufu kimataifa, lakini simulizi ya filamu haikueleza kwa kina historia nzima ya mgogoro wa Somalia, bali ililenga zaidi upande wa wanajeshi wa Marekani. Baada ya kuporomoka kwa dola mwaka 1991, makundi ya wanamgambo yalidhibiti maeneo tofauti. Katika mazingira hayo, taasisi za kidini zikaanza kuchukua nafasi ya dola. Misikiti na mahakama za sharia zikaanza kusuluhisha migogoro ya kijamii. Hii haikuwa ugaidi, ilikuwa juhudi ya kujenga utaratibu pale serikali iliposhindwa. Mapema miaka ya 2000, mahakama za Kiislamu zilianza kuungana chini ya mwamvuli mmoja ulioitwa Islamic Courts Union, yani ICU. ICU iliahidi kurejesha usalama, kupunguza wizi na utekaji na kuondoa checkpoint za wanamgambo. Mwaka 2006, ICU ilifanikiwa kudhibiti Mogadishu na maeneo makubwa kusini mwa Somalia. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, barabara zilikuwa salama, biashara zilianza kufanya kazi na wanamgambo waliondolewa. Watu wengi wa kawaida waliunga mkono ICU kwa sababu ya utulivu waliouleta. Ndani ya ICU kulikuwa na makundi tofauti. Baadhi walikuwa wastani, wengine walikuwa na msimamo mkali zaidi. Kundi la vijana lililokuwa na mtazamo mkali zaidi liliitwa Al-Shabaab, maana yake the youth, yani vijana. Awali Al-Shabaab alikuwa mrengo wa kijeshi wa ICU, kundi la vijana waliopata mafunzo ya kivita, wenye ushawishi wa itikadi za kimataifa za jihadi. Lakini bado haikuwa nguvu kuu peke yake. Mwishoni mwa 2006, serikali ya mpito ya Somalia kwa msaada wa Ethiopia iliingia Mogadishu kuiondoa ICU madarakani. ICU ilisambaratishwa haraka, lakini hatua hiyo ilikuwa na matokeo yasiyotarajiwa. Kwa Wasomali wengi, uingiliaji wa Ethiopia ulikuwa wa kihistoria na wa kihisia kutokana na vita ya Ogadeni na migogoro ya zamani, na ilionekana kama uvamizi wa kigeni. Hapa ndipo Al-Shabaab ilipata nguvu. Badala ya kuwa mrengo wa ICU, ikawa harakati ya upinzani wa kijeshi dhidi ya vikosi vya Ethiopia na serikali ya mpito. Kuanzia mwaka 2007 hadi 2009, Al-Shabaab ilianza kujipanga upya kama kundi la kivita lenye itikadi kali, kutumia mbinu za mabomu ya kujitoa mhanga na kutangaza uhusiano wa kiitikadi na Al-Qaeda. Mwaka 2012, Al-Shabaab ilitangaza rasmi utii kwa Al-Qaeda. Hii ilibadilisha sura ya mgogoro kutoka mgogoro wa ndani wa Somalia kwenda sehemu ya mtandao wa jihadi wa kimataifa. Al-Shabaab ilijenga hoja yake juu ya kupinga serikali ya mpito, kupinga uwepo wa majeshi ya kigeni na kutangaza sharia kama mfumo pekee wa haki. Kwa baadhi ya vijana waliokulia katika vita, hakukuwa na ajira, hakukuwa na elimu ya kutosha na hakukuwa na matumaini ya kisiasa. Itikadi ya kidini ilitoa utambulisho, nidhamu na lengo la kupigania haki. Lakini ni muhimu kusisitiza, Uislamu kama dini haukuwa chanzo cha kwanza cha vita vya Somalia. Al-Shabaab ilitumia tafsiri kali ya dini kama chombo cha kisiasa na kijeshi katika mazingira ya ombwe la kupigania dola. Kuanzia mwaka 2010 na kuendelea, Al-Shabaab ilianza kufanya mashambulizi nje ya Somalia, hasa dhidi ya Kenya. Sababu mojawapo ilikuwa kuilenga Kenya kwa kushiriki katika operation za kijeshi dhidi yao ndani ya Somalia. Hii ilifanya mgogoro wa Somalia kuwa wa kikanda. Tofauti na kusini mwa Somalia katika miaka 1990 ambayo ni Somaliland iliunda serikali yake. Iliandaa katiba kupitia kura ya maoni mwaka 2001. Ilifanya uchaguzi wa rais na bunge na iliunda jeshi na polisi wake. Miji kama Hargeisa na Berbera
imekuwa na kiwango cha utulivu wa ndani kulinganisha na maeneo mengine ya Somalia. Ingawa si bila changamoto, eneo hili limeonekana kuwa na utawala wa ndani unaofanya kazi, mfumo wa kisiasa wa vyama vingi na amani kiasi kwa zaidi ya miongo mitatu. Lakini kwa nini taifa hili halitambuliwi kimataifa? Hapa ndipo suala linakuwa tata. Sababu kuu ni kanuni ya Umoja wa Afrika ambayo ni kulinda mipaka ya kikoloni kama ilivyokuwa wakati wa uhuru. Iwapo Somaliland itatambuliwa rasmi, inaweza kufungua mlango kwa maeneo mengine barani Afrika kudai kujitenga, na inaweza kuathiri sera ya kulinda Umoja wa Mataifa ya Afrika. Lakini pia serikali ya Somalia haikubali kujitenga kwa Somaliland. Hivyo hadi leo Somaliland ina serikali yake, sarafu yake, bendera yake na uchaguzi wake, lakini haina wanachama wa Umoja wa Mataifa na utambuzi rasmi wa kimataifa kama taifa huru. Wanaounga mkono uhuru wa Somaliland wanasema iliwahi kuwa koloni tofauti na kusini. Iliungana kwa hiari mwaka 1960. Ina haki ya kujitoa katika muungano ulioshindikana. Wapinzani wanasema muungano wa mwaka 1960 uliunda taifa moja lisilovunjika, na kujitenga kunaweza kuchochea migawanyiko mingine. Hivyo swali bado lipo wazi. Je, Somaliland ni taifa linalosubiri kutambuliwa au ni eneo la Somalia linalosubiri maridhiano ya kitaifa? Historia inaonyesha wazi vita baridi, udikteta, mgawanyiko wa kikabila, vita ya Ogadeni na kuingiliwa na mataifa mengine ya nje ndivyo vilivyoivunja taifa hili. Dini ilitumika kama lugha ya siasa baadaye. Somalia haikuanguka kwa sababu ya misikiti kufungwa. Ilianguka kwa sababu dola ilipoteza uaminifu wake kwa watu wake. Na pale dola inapovunjika, kila nguvu ya kikabila, ya kisiasa na hata ya kidini hujitokeza kuchukua ombwe. Je, unafahamu nini kuhusu historia ya Somalia? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.